بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Shaaban mwaka 1439, katika darasa ya risala آثار الفتن للشيخ الفاضل عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. tulianza katika kikao kilichopita utangulizi wa hii risala ambayo amezungumzia mwandishi hafidhahullah athari mbaya zinazotokea katika kila fitna, na jambo hili Muislamu kujikumbusha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala huwa ni sababu ya kumweka mbali mambo ya fitna. Wengi katika watu huchangamka mno katika fitna, wengi sana, na ukitizama sababu utakuta wengi wao hawafahamu athari mbaya inayopatikana katika fitna. Kwa kuna umuhimu kwa Muislamu kufahamu hili ili ajiweke mbali na mambo ya fitna. قال حفظه الله: الأثر الأول انصراف الناس عن العبادة. من آثار الفتن أنها سبب لانصراف العبد عن العبادة التي خلق لأجلها والطاعة التي وجد لتحقيقها. katika athari miongoni mwa athari mbaya za fitna kwa ni sababu ya mja kutoelekea katika ibada, kuondoka na kuiwacha ibada, kukaa mbali na ibada ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba huyu mja, na humuondoa katika taa ambayo kwa ajili yake ameletwa huyu mja kuihakiki. وينصرف عن ذكر الله تبارك وتعالى, na mja utamuona ameondoka na kuacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. وتصبح حياته وأيامه وأوقاته مشغولة بالقيل والقال والأمور التي تثار والفتن التي تتأجج. yoyote akatai hii waqi katika fitna yote, kwa maisha ya yule mtu ugeuka na masiku yake na wakati wake ukawa umeshughulishwa na qila wa qala, yasemekana, nasikia watu wasema, mimi nasikia, wa qila wa qala fulan wa qila wa hakadha. Yale mambo yanaozuliwa katika fitna kama ile utaona ndio mazungumzo. وقلبه يكون مشوشا مضطربا مشغولا,
na moyo wake mara nyingi utapata una tashwishi nyingi, umeshughulishwa sana. فلا يهدأ ولا يطمئن ولا يتحقق منه ذكر لله تبارك وتعالى على وجه الطمأنينة. hapati utulivu na tumanina, hana utulivu kabisa, wala kwake yeye hakupatikani jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa utulivu. Fayakunu muqtaribul qalbi, kamaona moyo wake haujatulia, mushawashul bal, akili yake ina mambo mingi yanayochefua na kusumbua. Munshaghilul khatir, fikra yake imeshughulishwa, ana mambo mingi yanomsumbua kichwa. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: عبادة في الهرج كهجرة إليها. الهرج ما يكون في الناس من اضطراب، وعندما تموج الأمور تضطرب وينشب بين الناس الفتن والقتل ونحو ذلك. هرج ni pale ambapo patakuwa hapana utulivu baina ya watu, fitan zawaka, mambo mingi sana, maovu yanapotokea, fitna ikawa imewashukia watu wauana na mfano wake katika mambo ndio harji. Kufanya ibada katika wakati ambao watu wako katika hali kama hii ni kama kufanya hijra kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajiri yake. من يكون في مثل هذا الوقت مشتغلا بعبادة الله تبارك وتعالى فهو كالمهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. wakati kama huu yule mja akiwa amejishughulisha na ibada, basi huyu ni kama aliyefanya hijra kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tizama katika nchi leo ambazo kumezuka fawdha na balaa na vita, damu za mwagwa, kweli ni rahisi kwa mtu kukaa chini eti akafanya ibada? Taona mtu ameshughulishwa na ile mambo, lakini yeye akakaa chini akageuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala afanya ibada zake. Sasa ibada kama zile wakati wa hali nzito kama ile, ajiri yake ni kama kufanya hijra kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. وهذا يبين أن من كان في الهرج مشتغلا بالعبادة فإنه موفق سالم من أوضار الفتنة. نهي حديثي يتبينشيها ويولي أنبي وكاتي وهي هرج وتوانا وتوكتك فتنة قيل وقال akajishughulisha na ibada, basi huyu ameafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na atasalimika kutokamana na athari na uchafu wa fitna. وأيضا قال في الوقت نفسه يدل على أن الذي ينبغي على الإنسان في الفتن هو الإقبال على العبادة وتجنب الفتن ليفوز بالسعادة والراحة والطمأنينة. na pia katika wakati huo ni dalili hii hadithi kwa kile kinachompasa kukifanya Muislamu wakati wa fitna ni kuelekea katika ibada. Kila ukiona fitna imewaka sana, na wewe zidi kuvama katika ibada, kusoma kwa wingi Qur'an, kusali kwa wingi nawafil, kufunga kwa wingi somo za sunna, kusali qiyamul layl na ibada nyinginezo, na kujiepusha na mambo ya fitna. Ujiweke mbali kabisa na mambo ya fitna ili upate kufaulu
upate raha na utulivu wa moyo. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن السعيد لمن جنب الفتن، وكررها عليه الصلاة والسلام 3 مرات. aliyefaulu ni yule ambaye ataepushwa na fitna. Huyo ndiye atakayekuwa katika wale ambao wamefaulu, yuko mbali kabisa na mambo ya fitna. Akarejea mara 3, inna sa'ida laman juniba alfitan, inna sa'ida laman juniba alfitan, inna sa'ida laman juniba alfitan. السعادة في تجنب الفتن، سعادة iko katika mtu kujiepusha na fitna. والاشتغال بالعبادة، na kujishughulisha na ibada. والذكر والطاعة لله سبحانه وتعالى، والتقرب إليه جل وعلا بما شرع بأنواع العبادات وأنواع الأذكار وأنواع القربات. Saada iko katika kujiepusha na fitna na kujishughulisha na ibada, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya taa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada alizokuamrisha, aina mbalimbali za ibada katika adhkar na aina mbalimbali za ibada za kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. وقد جاء في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول. siku moja sema Salama radhiyallahu anha, aliamka mtume sallallahu alayhi wasallam ghafla akiwa na kama kushtuka, akasema subhanallah, madha anzala Allah min al-khazain yani wal arzaq wakadha. ni mengi sana aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala katika khazain. Madha anzala Allah min al-fitan, kuna fitna nyingi zitakuja. man yuqidhu sawahib al-hujurati yani azwajahu yusallina. Angalia hapa, nani atawaamsha wake zangu waamke waswali? Tizama Mtume sallallahu alivyotaja hizi fitna na kaelekeza kwenye nini? Kwenye ibada alayhi salatu wassalam. فارشد عليه الصلاه والسلام عند نزول الفتن الى الصلاه. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuelekeza kunaposhuka fitna watu wakimbilie kwenye nini? ibada, sala, إلى عبادة الله تبارك وتعالى، إلى التقرب إليه. قال: من يوقظ صواحب الحجرات يصلي رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. huenda akawa alivaa hapa duniani, kesho yuko uchi akhira, wal'iyadhu billah. Almuhimu Mtume sallam akawaelekeza katika sala, katika ibada, kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. وأيضا يدلها على هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. pia dalili ya maana haya iko katika hadithi hii: kimbilieni katika kufanya amali, fanyeni upesi katika kufanya amali, kuna fitna kama kipande cha usiku wenye giza. فأرشد إلى الأعمال الصالحة، يعني يقبل الإنسان على طاعة الله، على الصلاة، على الذكر، على الدعاء، على تلاوة القرآن وهكذا. akaelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali ya fitan kufanya amali njema, ni kuwa Muislamu awe katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika swala, katika adhkar, katika dua, kusoma Qur'an وهكذا. وعندما تموج الفتن
yushghalu an-nasu 'anil a'mal. Na wewe tazama, wakati fitna zinapokuwa zapiga kwa mawimbi yake na kuwaka, watu hushughulishwa kutokamana na kufanya amali njema. وعن العبادات إلا القليل ممن يكتب لهم تبارك وتعالى توفيقا وتسديدا وتأييدا. watu hushughulishwa kutokamana na amali, kutokamana na ibada, isipokuwa wachache katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandikia tawfiq na akawaelekeza katika usawa na kuwapa nguvu katika hilo. لما وقعت الفتنة في زمن التابعين، لبتوكيه فتنة وقت وزامة التابعين، قال الحسن البصري رحمه الله وهو ممن اعتزل الفتن. الحسن البصري alikuwa miongoni mwa wale ambao walijiepusha na fitna. Kila fitna inapotokea yeye wakaa kando, haingii katika fitna. alikuwa akiwaambia, qala ya ayuha an-nas innahu wallahi ma sallata Allahu al-hajjaj alaykum illa uquba. enyi watu, wallahi Allah hakumsalitisha Hajjaj juu yenu isipokuwa ni uquba, ni adhabu Allah amewapa. fala tu'aridu uqubata Allah bis-sayf walakin alaykum bis-sakinah wat-tadarru'. msiwe mtasimama kutaka kuizuia na kuleta upinzani dhidi ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, mkatoa panga zenu mkaona mweza kupambana. ni juu yenu kuwa na utulivu na unyenyekevu, mnyenyekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فإن الله يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. السكينة والتضرع، kuwa na utulivu na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atawaondolea hili janga lililowateremkia. ay anna alwajib ala alinsani walistikanatu ila Allah watadarru ilayhi wa mulazamatu dhikrihi wa an yusliha halahu wa nafsahu wa baytahu. wajib kwa mwanadamu anaposhuka ile fitna anyenyekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala, alazimiane na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, atengeneze hali yake, nafsi yake na nyumba yake. wa an yastaqima ala ta'ati rabbih ala alwajhi alladhi yurdi Allah tabaraka wa ta'ala. awe atakuwa na msimamo katika kumtii Mola wake kwa namna ambayo itamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا المعنى أنه قال، صحابة أبو هريرة رضي الله عنه أسمع تكون فتنة، zitakuwepo fitna haziishi, kila ikiisha moja itakuja nyingine, zitafuatana kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. fayaqulu almu'minu hadhihi muhlikati, mpaka mu'min asema hii ndiyo itaniangamiza hii. fatanfarij, Allah yuiondoa ile fitna. yaje nyingine fayaqulu hadhihi si ile ni hii, fatanfarij. kwa fitna zafuatana, kitoka moja ingia nyingine. na hapa ndio kuna umuhimu wa Muislamu kufahamu mambo haya ili ajue namna gani ataamiliana na fitna. na hapa kuna matatizo, kuna upungufu mkubwa sana kwetu sisi katika kufahamu namna gani kuamiliana na zile fitna zinapotokea. si moja kwa moja tu kitokea fitna kila mmoja na ushabiki wake, hakuna utulivu wala kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. mtu akalazimiana na utulivu akanyamaza, la,
kama ndivyo wataji kila mmoja ataka wakati inapoisha ambaye wa kwanza alikuwa ni fulani. Si sifa kuambia wa kwanza alikuwa ni fulani. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala alijiweka mbali na fitna zote zilizochipuka, na mpaka leo akatajwa bali wako katika wanaovioni waliokuwa juu ya Al-Hasan al-Basri katika ilmu, na watu wanavyoheshimu wakaingia katika fitna, baada ya fitna wakashuka vyeo kama tutakavyoona mbele. Hasan al-Basri akabakia na heshima yake vile vile, kajiepusha na fitna. Si lazima kinachotokea tu wewe utaweka maneno yako pale ndani. Na mimi pia mmezungumza na mmeandika mimi pia. أن تكون تبعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الفتنة أو في الشر. wewe ni mfuasi katika khairi ni bora kuliko kuwa kichwa katika shari. Kwa hivyo ridhia na uona tawadhu na unyenyekevu kwa mimi ni mfuasi katika khairi. Ile khairi itakavyokuja mimi niko nyuma yake nafuata. Alhamdulillah. Maadamu tuko katika gari moja la khairi, alhamdulillah. قال تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق. Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasema kutakuja na fitna, hakuna kitakachokuokoa kutokamana na fitna kama hizo isipokuwa dua kama dua ya mfamaji. ويعرف كل منا كيف يكون دعاء الغريق. kila mmoja wetu afahamu dua ya mwenye kufa maji wa vipi pale, yuone yuwafi ataomba vipi dua. alladhi adrakahu algharq kaifa yakunu duauhu, yule ambaye amedirikiwa na kupatwa na gharq, ikiwa alikuwa katika kidao kimependuka yataka kufa maji, dua yake itakuwa vipi? يقول تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء الغريق. تكوجا na fitna, hakuna kitakachookoa watu kutokana na fitna isipokuwa dua kama ya mfamaji. أن تقبل على الله تبارك وتعالى إقبالا صادقا بأن ينجيك ويجيرك ويسلمك ويحفظك. na wengi mazungumzo haya hayawafurahishi wakati wa fitna. haya tunazungumza tufahamu kuwa wengi hawafurahi. yule elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atakuepusha na kukuweka mbali na kukusalimisha na kukuhifadhi kutokana na fitna ikiwa tutakuwa kweli na Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.